Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Mei 21 kwa kupatana na sheria ya Mungu, lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia akamtunza. Luka 10 mstari wa 33 hadi 34. Na tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema tunapoenda kujifunza maandiko yako matakatifu. Kwa pamoja nasi kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Kristo alijua kuwa hakuna anayeweza kutii sheria katika uwezo wake mwenyewe. Alitaka kumwelekeza huyu mwanasheria afikie uchunguzi ulio wazi na wa ndani zaidi ili aweze kupata ukweli. Ni kwa kukubali tu wema na neema ya Kristo ndipo tunaweza kuitunza sheria. Kuamini katika kafara kwa ajili ya dhambi kunaweza kumsaidia mtu aliyeanguka ampende Mungu kwa moyo wake wote na jirani yake kama nafsi yake. Huyu mwanasheria alielewa kuwa hakuwa ametunza zile amri 4 za kwanza wala zile 6 za mwisho. Alijiona mkosaji kutokana na maneno ya Kristo yenye kutafakarisha. Lakini badala ya kuungama dhambi yake, alijaribu kuihalalisha badala ya kukubaliana na ukweli. Alionyesha jinsi ilivyokuwa vigumu kutimiza sheria. Hivyo alitazamia kupishia mbali kule kujielewa alivyo, ili ajikoshe mbele ya macho ya watu. Maneno ya Mwokozi yalionyesha kuwa swali lake halikuwa na umuhimu wowote, kwani aliweza kulijibu mwenyewe. Hata hivyo, aliongezea na swali lingine: jirani yangu ni nani? Hapo tena Kristo akakataa kukokotwa na kuingizwa ndani ya ubishi. Alijibu swali kwa kuelezea kisa ambacho kilikuwa kingali kinakumbukwa na wengi wa wasikilizaji wake. Mtu mmoja, yeye alisema, alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi. Wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao, wakamwacha karibu ya kufa. Alipokuwa amelala hivyo, kuhani alikuja pale, akamwona mtu yule amelala amejeruhiwa na kukwaruzwa, akigaagaa katika damu yake mwenyewe, lakini akamwacha bila kumsaidia. Alipita kando. Mlawi akatokea, akiwa na shauku kuona limetokea jambo gani. Alisimama na kumtazama yule aliyeumia. Alielewa lililompasa kutenda, lakini haikuwa kazi ya kupendeza. Akatamani kuwa angepita njia ile nyingine ili kujiepusha na kumwona mtu yule aliyejeruhiwa. Akajifariji kuwa shughuli hii haikumhusu, hivyo naye alipita kando. Lakini Msamaria aliyekuwa akisafiri barabara ile ile alimwona aliye na maumivu na akaifanya ile kazi ambayo wengine walikataa kuifanya. Kwa huruma na upole akamhudumia aliyejeruhiwa, na alipomwona alimhurumia. Akakaribia, akamfunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari 2, akampa mwenye nyumba ya wageni akisema, mtunze huyu, na chochote utakachogharamia zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa. Kuhani na Mlawi wote walikuwa wanakiri kuwa watawa. Lakini Msamaria ndiye alionyesha uongofu wa kweli. Haikuwa rahisi kwake kuifanya ile kazi zaidi ya kuhani na Mlawi, lakini katika moyo wake na kazi alionyesha kuwa alikubaliana na matakwa ya Mungu. Utasoma Lulu za Uzima ukurasa wa 270 hadi 271.
Huu ni mwisho wa somo letu la Mei 21 kwa kupatana na sheria ya Mungu. Na tuombe. Asante Baba kwa somo hili zuri, tunajikabidhi mikononi mwako. Baraka zako zikaambatane pamoja nasi. Tupatie Roho yako Mtakatifu akatuwezeshe kuyatenda yale mema kwa majirani zetu na watu wote wanaotuzunguka, kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu